nitatua mizigo yangu yote pale. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini. Leo nasoma ambalo nasema roho au tunda la kiasi. Mwambie mwenzako roho au tunda la kiasi. Mwambie kwa nguvu Bwana, roho au tunda la kiasi. Tunasoma na kalenda, lakini sijafundisha, naendelea kufundishana, lakini nimepata amani maoni kwa ajili ya somo hili. Roho au tunda la kiasi. Mwambie mwenzako roho au tunda la kiasi. Nasoma vifungu vingi kwa kukimbia. Leo tumebana sana na hapa mwinjilisti ananiangalia. Bwana asifiwe. Ana safari nyingine ndio maana tunakimbizana. Bwana asifiwe. Wagalatia 5:23. Haraka haraka. Yaani naomba tusome Biblia haraka haraka. Wagalatia 5:23. Nitakutangulia kusoma na leo nafungua Biblia hapa. Upole, kiasi na kuendelea. Mimi nataka neno ile kiasi. Bwana asifiwe. Ni upole kama kiasi. Sio upole kiasi. Watu wanakoseaga wengi. Ni upole kiasi. Maana yake upole ni tunda la Roho na kiasi ni tunda la Roho. Viko separate. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu asikwambie upole kiasi, hajaandikwa hivyo. Upole unajitegemea na kiasi kinajitegemea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo najifunza habari ya roho au tunda la kiasi. Ukisoma Galatia 5:23 inaongelea habari ya tunda la kiasi. Kwa hiyo kiasi ni tunda la Roho. Mwambie mwenzako kiasi ni tunda la Roho. Neno kiasi katika Biblia limeandikwa mara 90. Neno kiasi katika Biblia limeandikwa mara 90. Lakini 90 haimaanishi kwamba ni kiasi ninachokiongelea mimi. Ukiangalia Biblia utaona kiasi kimeongelewa kwa tofauti. Mimi siongelee kiasi kile cha kipimo. Biblia inasema Yesu aliomba kiasi cha kufa, siongelee hicho. Kuna kiasi kwa maana ya kawaida ambayo inamaanisha kipimo. Yaani zaidi ya nisemeni. Kwa mfano umekimbia kiasi cha quantity, kiasi. Sukari kilo 2 kiasi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye Biblia imemixiwa, sometimes inaongelea kiasi cha vipimo, lakini pia kwenye Biblia kuna kiasi kinachomaanisha tunda la Roho. Mwambie mzako tunda la Roho. Na tunda la Roho imeandikwa au kiasi ambacho namaanisha hapa kwenye Biblia imeandikwa mara 30 katika Biblia. Halo. Achana kiasi cha kuongelea vipimo. Unapoongelea kiasi kinachomaanisha tunda la Roho kimeandikwa mara 30. Tena ukisoma katika Agano Jipya ameliongelea sana. Agano Jipya ameongelea mara 30. Hapa Agano Jipya Agano sijaangalia, lakini Agano Jipya aliongea mara 30. Tunda la kiasi. Mambo mzako tunda la kiasi. Na Biblia ya Kiingereza imetofautisha. Ukisoma kwenye Biblia ya Agano Jipya tunda la kiasi limeandikwa mara 3, yaani design 3. Unaangalia ameandika sober. Ukiangalia sober kwa Kiingereza inamaanisha tunda la kiasi imeandikwa mara 9. Lakini wakati mwingine ameandika kama self control. Mwambie mzako self control. Mwambie hata kama unajua Kizungu sema self control. Imeandikwa mara 21. Kwa jumla neno sober, self control au wakati mwingine nasema temperate limeandikwa mara 30. Kwa hiyo tunda la kiasi naongelea siongelee kiasi cha kipimo kama unaofahamu wengine.
kiasi cha kukimbia, kiasi cha nini? Naongelea kiasi kama tunda. Maana ya kwanza ya tunda la kiasi ni hii, kama unaandika. Maana ya kwanza ya tunda la kiasi ni hii. Ni kipimo au mipaka anaokuwekea Mungu ndani yako ya kutoendelea kufanya unachofanya. Narudia. Ni kipimo au mipaka anaokuwekea Mungu ndani yako ya kutoendelea kufanya unachokifanya. Narudia tena. Bwana asifiwe. Ni kipimo au mipaka anaokuwekea Mungu ndani yako ya kutoendelea kufanya unachokifanya. Manake kuna kitu unaweza kuwa unafanya. Listen to me sasa. Hebu changamka basi. Nipungie mkono namna hii. Mama wenzangu changamka. Acha utani na madhabahu. Alafu mpigie Yesu makofi. Bwana asifiwe. Ni kipimo au mipaka anayokuwekea Mungu ndani yako ya kutoendelea kufanya unachokifanya. Mithali 25:17. Chap chap. Mithali 25:17. Tunaenda mwendo wa kukimbia. Wewe kama ulifungua Biblia utanisamehe. Mithali 25:17 tumefika, inasema, angalia, inasema hivi. Mithali 25:17. Mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako ila kwa kiasi. Ila kwa kiasi. Asije akakukinai na kukuchukia. Narudia. Mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako ila kwa kiasi, asije akakukinai na kukuchukia. Sasa nakuja kwenye story. Baada ya muda, nisikilize vizuri. Baada ya muda kuna namna Mungu ataanza kusema na uko moyo kwamba umezidisha kipimo. Utaelekea kuvunja familia za watu. Inawezekana shoga yako hatakwambia, lakini kama utamtembelea kila siku, kuna wakati ataanza kukinai na kuchukia. Hawezi kukwambia. Na kama mwenzako hatakuchukia, haukukinai, mume wako anaanza useme, lakini atakinai wewe kutembea kwake. Halo? Mama zako acha kutembea nyumba za watu. Kama umetembea leo, imetosha. Kila siku Mungu wako, kila siku Mungu wako, kila siku Mungu wako, shida. Bwana asifiwe. Na kati ya vitu ambavyo nakatoa makini, nisikilize. Sauti ya Roho Mtakatifu mara nyingi tunaongozwa na matunda ya Roho. Nisikilize vizuri. Sauti ya Roho Mtakatifu mara nyingi tunaongozwa na matunda ya nini? Hello. Baada ya kusema Mungu ameniongoza, hata anaweza Mungu anasema na yeye kila siku. Hatujajifunza kupractice matunda. Mungu anatumia matunda ya Roho kusema na sisi. Na mojawapo ya sauti yake inayotuongoza kila siku ni tunda la kiasi. Maana kuna mambo nakwambia hapa, stop. Umechati sana. Stop hapa. Umeongea sana, stop. Utakapoendelea kuongea utadanganya, utasema uongo, utaongea ubea, utamsengenya mwenzako. Stop story. Wewe unaendelea tu kupiga sura baada ya kumkosea Mungu. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anakuambia kuna kipimo au mipaka. Na baadaye nitawaambia kuna watu ambao mmeshakuwa na addiction ya mambo mbalimbali. Hasa tunaona kawaida. Una addiction ya kunywa soda. Yaani nisipopata soda, tena Coca-Cola asubuhi, yani kweli, sina addiction ni mbaya sana. Mimi nisipoangalia mpira, nitaongelea baadaye habari ya mpira. Addiction. Na baada ya muda unakuja kupotea, kuonyesha. Taonyesha ni maandiko. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweka mipaka ndani yetu. Kwa hiyo mojawapo ya sauti ambayo Mungu anaweka ndani yetu ni kutuwekea mipaka ya kutoendelea kufanya unachokifanya. Hebu nipe mfano mmoja. Hivi fikiria Yesu. Yesu aliweza kuhubiri na makutano muda mrefu, alikuwa anaongea kweli kweli. Huyu Yesu angeweza kujibizana na Mafarisayo na kuambia moja mtu, lakini siku ya amekaa kwenye kiti cha hukumu. Wakimuuliza Yesu anasemaje? Wewe wasema. Wakimuuliza wewe wasema. Huyu Yesu ni mwongeaji, sio kama sio mwongeaji. Yesu ni mwongeaji. Lakini kuna mazingira ya Yesu hakuweza
Sitaki ongelea huko. Watu wanakushambulia katika ulimwengu wa kupigwa. Mtu anakuja anakuambia maneno ya uchungu. Moyo wako umeinuka unataka kurudisha. Vitu umevihamishia kwenye mwili. Baada ya muda utaweza kupona. Na Mungu anaongea na sauti. Watu wengi tunajikwaa kwenye ulimi. Biblia inasema uweke ulimi wako kama ligama navyo kwenye farasi. Maana wakati tunaongea tunakosea. Biblia inasema hivi, katika maneno mengi hatukose kukosea. Hata ukiongea maneno mengi unakosea. Lakini Mungu anatuongoza kwenye kuongea, kwenye kusema, kwenye kujibizana. Kuna wakati tunafika kwa kwambia stop. Ile group nalo mnapoelekea utalengeza kati utapotea. Biblia inasema mazungumzo mabaya waliponea tabia. Wewe umekaa kwenye kibaraza unapiga sio, nafikiri maneno ya kawaida, lakini Mungu ameshaongea na muda mrefu. Stop. Ile inatosha. Haya sisi wahubiri. Unaweza kuona Mungu anahubiri anakuambia simama juu. Ni kwamba Mungu amestop pale. Asipostop, ukistop umemkosea. Lakini mpaka anapostop anakuwekea mpaka. Na ukizidi mpaka wa Mungu unakosea. Ndio maana sasa mtu anahubiri watu wanalala. Masaa manne. Nini? Ndani yake hajasikia kipimo cha Mungu. Nipungie kama unanielewa. Mpigie Yesu makofi mengi. Maana ya pili ni hii. Ni uwezo wa ndani au mfumo wa maisha yenye mizani. Maana ya pili ya roho au tunu la kiasi ni uwezo wa ndani au mfumo wa maisha yenye mizani. Mwambie mzako maisha yenye mizani. Wazungu wanasema balanced life. Mwambie mzako balanced life. Ni uwezo wa ndani au mfumo wa maisha yenye mizani. Balanced life. Petro wa kwanza 5:8. Haraka. Petro wa kwanza 5:8. Tumefika? Haya, Biblia inasema hivi. Mwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu amumeze. Hebu nisikilize wapendwa. Huu mstari hebu angalia vizuri kama na Biblia yako. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa shetani kama simba ngurumaye anaanganisha mambo mawili. Mstaki ambaye ni shetani anaunganisha na kiasi na kukesha. Maana yake nini? Watu wengi sana shetani anapowatafuta. Sikiliza nzuri. Shetani anapowatafuta ili awameze. Moja ya kitu alichokiangalia ndani yao, anaangalia kama wana kiasi au wana kesha. Hebu mpigie Yesu makofi mpaka hapo basi. Ona ni Bwana asifiwe. Shetani anapozunguka katika ulimwengu wa roho na anapozunguka kwenye maisha yetu, mara nyingi sana anaangalia huyu kama mtu ana kiasi au hana kiasi kwenye moyo wake. Na kama hana, amekumaliza. Takuonyesha baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza Amplified Bible, pale anasema kwenye utasoma baadaye ukitafuta hiyo Biblia. Anaposema muwe na kiasi na kesha, anasema hivi. Kwenye Kiingereza anasema be well balanced. Tafuta baadaye. Be well balanced. Yaani uwe na maisha yenye mizani. Usipokuwa na maisha yenye mizani, kuna mahali shetani kubana. Bwana asifiwe. Amen. Mfano, naongelea mfano. Jamaa kuna watoto. Una watoto? Sasa nataka kuongea vitu vingine vizito hapo. Bwana asifiwe. Tutaenda hivyo utatumia methali. Pia mkono. Bwana asifiwe. Naongea mfano na hii nitakuonyesha kwenye maandiko. Mfano kwenye kutokuwa na maisha yenye mizani kwenye ndoa. Fungua na mimi kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:5. Huu ni mfano, sifundishi ndoa. Ni mfano. Wakorintho wa kwanza 7:5. Wakorintho wa kwanza 7:5. Oh my Lord. Tumefika. Unihurumie mimi nakimbia. Yaani hapa mwinjilisti anasubiria nimalize. Baba Mungu atubariki sote. Wakorintho wa kwanza 7:5 anasema hivi. Nasoma mimi mwenyewe, wewe usome. Msinyamani. Isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraja kwa kusali.
mkajiane tena. Angalia tukisema koma, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Maana ni hivi, shetani anaimelea ndoa. Sasa angalia, anaponyemelea tu, anaangalia hawa warokole walioko kwenye ndoa kama ndani yao wana kiasi. Kwa sababu gani? Ukisoma Biblia inaeleza, inaongelea Wakorinto waliokoka wengi, wakaamini, wakaingia kanisani. Kwa hiyo mtu ameolewa, asubuhi mchana yuko kwenye maombi na mfungo, kesho yuko kwenye mifungo, kesho kutoka kwenye mifungo, baada ya muda pakaanza kutokea zinaa. Angalia Biblia soma hizo nani, pakatokea zinaa kubwa. Paulo anakuja anawaambia, maneno mengine siyaongee, lakini anasema shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Maana yake ni nini? Anaongea vitu viwili. Unapokuwa kwenye ndoa, balance maisha yako ili uweze kusoma tenzi. Ongea mkono kama unanielewa. Kama utakuwa concerned na mambo ya kazi na mambo ya masumbufu, wakati mwingine mtu anaona kuwa ameokoka, yuko vizuri, lakini wakati wote yupo kwenye maombi, asubuhi, mchana, jioni, kesho kutwa yupo kwenye maombi. Yesu ananiambia hivi, kuwa makini. Maana shetani yupo mlangoni kwa kutokuwa na kiasi kwako. Kwa sababu upate muda wa kusoma neno, upate muda wa kusoma tenzi. Kwa baada ya muda pata kiasi na shetani yupo hivyo. Na sio kajidai kama umeokoka kweli kweli. Nisikilize, hivi vitu Paulo amesema. Na neno la Mungu, kwa uwe na maisha yenye mizani. You should be busy. Lakini ni kweli ufanye kazi, ni kweli uombe, ni kweli ingia kwenye maombi, lakini usitumie muda mrefu ukasahau ndoa yako. Na watu wengi sana ndipo shetani amevuruga ndoa zao hapo. Kwa sababu ndoa bila kusoma tenzi sio ndoa. Bwana asifiwe. Usifanye huko busy. Usifanye umechoka yupo mlangoni. Lakini anasema hivi, mtakapokuwa mmepata, bila sema hivi, mwende mkaombe na kufunga. Maana yake nini? Sio tu nini mapenzi. Kuna wakati wa kuomba na faragha kwa Mungu. Anaongelea hivi, kwa ubalance kwa Mungu upo na kusoma tenzi pia usome. Balance life. Maisha yenye mizani. Moja kisilemewe, kingine kitapungukiwa. Balance. Mfano mwingine wa pili, kupumzika. Mwambie mzao kupumzika. Marko 6:31, sitausoma nitakueleza. Kupumzika. Marko 6:31. Mwambie mzao kupumzika na kula. Hivyo. Marko 6:31. Halo. Ukisoma ile mstari 31, Marko sasa ninaeleza haraka. Biblia inasema hivi, kuna wakati umefika. Listen to me now. Mimi ndo utasoma baadaye. Halo. Biblia inasema hivi, kuna wakati ulifika, Yesu na wanafunzi wake akina Petro, maandiko yanasema wakazidiwa na makutano. Maana kwa walikuwa kwenye huduma mpaka ikafika wakati Yesu akamwambia ni wanafunzi wake, tutoke makutano, twende tukapumzike na kula. Kwa sababu wanaweza kufikiri wanamtumikia Mungu alafu wakafa na bado Yesu ni Bwana. You can die still Jesus ni Bwana. Unaweza kuingia kwenye mfungo ya masaa 24 kabukabu mpaka siku 40 ukafa na bado Yesu ni Bwana. Hawa wanafunzi walifikiri labda Yesu amemkufuru Mungu. Watu wako anataka kuwahudumia, watu wana shida, wana mateso, wakuombea, anamwambia njooni tukapumzike na kula. Na hii umekuwa mtego watu wengi hawana basi. Mtu yuko maofisini ana kazi iko busy, aende kula chakula siku moja, siku mbili, akitoka nyumbani apumzike asubuhi, mchana yeye kazi na baada ya muda utakupoteza ndugu yangu, tutakwaga.
Simdangani. Watu wamepoteza maisha yao. Ndio maana unaona kipindi cha corona kuna watu wateketea kwa sababu hawakuwa na nguvu za kimwili. Hawakuwa stable. Na Yesu Kristo Mungu anataka mtumishi wa makini. Hata kuna watu wataondoka na corona kwa sababu ya udhaifu wa afya zao. Aniambia hivyo. Na tangu siku nilikuwa makini na afya yangu. Na nasoma na afya ndio kufundia. Kipindi cha corona Mungu ananiambia hivyo. Kuna watu wateketea kwa sababu ya useme tu. Niko busy na kazi. Kwa hiyo usile sawa, endelea. Usipumzike, endelea. You don't have balanced life. Na utakuja kupoteza vitu vingi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mhubiri anasema 12, kusoma sana uchosha nini? Mwili. Mtu amesoma certificate, kaenda diploma, anaunganisha. Anaunganisha. Masters, anaunganisha. PhD, professor, senior, mtu anaunganisha. Utakufa mapema hata bila kuaga kitu. Balance life. Kwamba nimesoma na muda kupumzika angalau shule yaanza kuingia mwili na kutamani kusoma. Sasa umesoma umekinana unakomaa. Kusoma ili uchosha mwili. Mimi naona kipindi kwa form 5 pale, na watu wanaweza kupiga misuli. Mtu anapiga misuli mpaka anasikia kwenye kitita anasoma. Unaujinga tena hapo unapoteza. Hii ni fikra inakutesa. Kuna kusoma na kuna kupumzika. Wanafunzi walikuwa sana msuri tembo au matokeo sisimizi. Watu wanaosoma sana bila kutumia akili. Nipungia mkono. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Halo. Aya, maana ya tatu jamani, na karibia kwa nimebakiza vitu vichache. Halo. Maana ya tatu. Ni uwezo wa kujizuia au kujiweza, kwenye mabano, kutowekwa chini ya kitu chochote. Maana ya tatu ni uwezo wa kujizuia au kujiweza, kutowekwa chini ya kitu chochote. Halo. Tunaenda sawa watumishi? Uwezo wa kujizuia, kutowekwa chini ya kitu chochote. Nisikilize. Vitu vyote duniani, listen to me. Vitu vyote duniani vina mamlaka, vina uwezo. Halo? Vina mamlaka, vina uwezo. Wakorintho wa kwanza 6:12. Wewe andika, utafungua Biblia baadaye na uende ukasome. Sio unasema ufungua ni maana naenda kulala. Namkosea Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:12. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Mwambie mwenzako chochote. Sitatiwa chini. Kwa sauti, mbona uelewe? Sitatiwa chini ya kitu chochote. Piga Yesu makofi. Unasema sio dhambi, sawa tu wewe usubiria, kwa sababu unapendelea kukaa na penzi ya mpira badala ya kugeuka kwa control. Una control doma kipindi cha mpira yule Barcelona na Arsenal. Alafu tangaza maombi kanisani. Ndugu yangu, uoni watu. Kwa sababu imebadilika, kipaumbele sio Mungu. Inawezekana kuangalia mpira sio dhambi, lakini kwa sababu mpira umekugeuza, badala ya wewe kuwa juu mpira chini, sasa hivi uko chini, mpira unakandamiza. Dhambi na unaingia jehanamu kabisa. Vitu vyote vinaweza kutia. Na kwenye mazingira haya alikuwa anaongelea vitu viwili. Soma hii Biblia baadaye. Kwenye mazingira ya kwenye kitu alisema hivi, alikuwa anaongelea habari ya vyakula na anaongelea habari ya zinaa. Biblia soma pale utaona. Maana anaongelea vitu ambavyo baada alimtaja, alitaja vyakula na akataja zinaa. Maana vyakula mara nyingi vinatia watu chini. Ndio maana nisikilize. Mungu ameweka madaktari sahihi. Mungu anaponya bila kweli kila mtu. Kamisa kusema Mungu anaponya magonjwa na kansa bila aponye kila mtu. Kwa hiyo ili aponye wengine atumie madaktari wa kusaidia. Sababu
ndani yako imani yako ya kupendwa na Mungu hauna. Ili mkusaidia dunia anamwaga madaktari. Kwa anapokuambia daktari hivi na hivi na hivi, una kisukari mama. Acha 1 2 3. Kwani uache kwa sababu vitu vishakalia juu. Yaani wewe bora kunywa maziwa yenye sukari tamu. Uelewi. Kwa yaani vyakula vimekutia chini. Mnanisikiliza? Watu wengi sana tapotea kwenye kizazi hiki kwa sababu ya vyakula. Sina muda wa kuongea hicho kitu. Nitakuja mwenyewe siku nyingine. Kwa sababu ya kile tofauti tu. Kirahisi. Hello. Haka na zina, anaongelea zina. Okay. Biblia inasema hivi, Paulo anasema kama unaona huna uwezo wa kujizuia, oa. Paulo anasema. Maana yake nini? Mtu ambaye hajaoa lazima ajitahidi awe na uwezo wa kujizuia na zina. Kinachokusaidia kujizuia na zina ni tunda la kiasi. Sio kwenda kwenye nisikilize watu unakuta kama mloko anaenda kwenye maombi usiku mchana jioni, anashadarize, anaimba kabisa, anafunga. Akimaliza kufunga zina iko na yeye. Unasoma na ukimaliza kusoma neno zina iko na wewe. Unaimba kwa kama zina iko na wewe. Unachaza na upako baada hapo zina iko na wewe. Zina uishindi kwa kuomba tu. Unaishinda kwa tunda la kiasi. Uwezo wa kujizuia. Na usitokaombewa eti wache zina. Yaani hiyo tutakuombea lakini ndani yako kuombe Mungu akupe uwezo wa ndani. Ndio maana Yusufu alisema hivi, alisema sitaweza kufanya jambo hili ili mkose. Maana yake ni uwezo wa ndani wa kusema hamna, sitaki, sitafanya. Hamna uwezo wa ndani. Bwana asifiwe. Unaweza kusema Bwana Yesu asifiwe mchana usiku ukienda pale zina iko na wewe. Mimi si watukie, mimi nikiwa chuo kikuu nimeshuhudia watu wanaimba nao kwa mnatumika. Baada ya mwezi mmoja ngapi akichua ametuzoea naona tumbo kavu. Unashangaa, huyu mtu mpenda kweli, lakini kavu imetoka wapi? Mama zako pa hapo la hiyo. Kavu imetoka wapi? Anasifio. Kama ni kavu, naongea hivi, kavu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu mtu anaweza kuwa ni mzuri kanisani, lakini ndani yake uwezo wa kujizuia hana. Akiingia kwenye mtego na kabiti kazuri au kijana mzuri hachomoki, anaanguka. Kinachokusaidia ni uwezo wa ndani wa Mungu, kupa tunda la kiasi, uwezo wa kujizuia. Uwezo kafikiri kwamba watumishi wana macho. Lakini uwezo wa ndani wa kujizuia. Mama mzako punga mkono. Pigia Yesu makofi. Hello. Naongea kitu cha mwisho, halafu Yesu ni Bwana. Si sawa? Hapa ni ruhusu, yani cha mwisho hiki. Cha mwisho. Maeneo ya kufanyia mazoezi ya tunda la kiasi. Maeneo, tuongee eneo moja. Maeneo ya kufanya mazoezi ya tunda la kiasi. Bwana asifiwe. Eneo moja hapo, listen to me. Ni mfumo ya kimawasiliano au mitandao ya kijamii. Eneo moja hapo la kufanyia mazoezi ya au practice tunda la kiasi ni mifumo ya kimawasiliano au mitandao ya kijamii. Halo. Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka wa 7. Utashangaa kwamba hichi kitu kwenye Biblia na utashangaa sana. Mwanzo 11 1 mpaka 7. Danieli 12 mstari wa 4. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka 7. Hizo bado tunasikia lakini nataka nikueleze kidogo. Halo. Mama wenzako, mfumo wa mawasiliano. Mitandao ya kijamii. Bwana asifiwe. Ukisoma Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka 7, na ukisoma baadaye, najua kwa roho Mungu utasoma. Sasa kama unasoma ni kunimbo. Umejiapisha usome sasa. Biblia inasema hivi, watu walikuwa na usemi mmoja, walikuwa na lugha. Nisikilize, yani unapoelekea naomba usinichanganye, utulie nikufundishe. Mimi si ndo mwalimu. Haya, mwanafunzi kuna mkono. Pigia Yesu makofi. Biblia inasema hivi, watu walikuwa na lugha moja na usemi.
Biblia inasema hivi, hawa watu walipokaa pamoja wakapatana, wakasema na tujenge mnara mpaka ufike wapi? Mbinguni, ili tupate kujitafutia jina na kutotawanyika usoni pa nchi. Neno anapotumia lugha na usemi, kuna tofauti kati ya kuwa na usemi na lugha. Maana ya lugha, tunaposema tuna lugha moja, manake tunaelewana, tunapatana, tunashirikiana, ndio maana ya lugha. Unaweza usiongee chochote, unaweza useme, lakini ukisema hivi, hebu niangalie. Nasema kama mtu anayejua anafanya hivi, anajua naongea kitu gani? Lugha. Nikisema mtu anaelewa mtu kitu. Yaani unaweza kuongea kitu au kwa maaskari wanashare ishara zao. Unashangaa askari anamfanyia askari kitu usijue. Wapembeni ujui, lakini wao kwa sababu wana lugha moja, wanaelewana. Anaposema kwamba walikuwa na lugha moja na usemi mmoja, maana hao watu walikuwa wanaweza kupatana. Hawakuwa mbali sana. Mambo yao walikuwa wanashirikiana. Walikuwa wanaelewana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni hivi, nisikilize. Mawasiliano ili yawepo, lazima kuwepo lugha. Ukisikia mtu tunawasiliana, maana yake tunapatana. Na mawasiliano yanatengeneza ukaribu. Na kwenye Kiingereza imeandika city and tower. Ukiangalia mfano, nenda Google, nenda kaangalia Japan mpaka sasa hivi. Nenda angalia Marekani, angalia tower, angalia majengo marefu sana. Bwana asifiwe. Maana Mungu hajashoka kuyabomoa. Na hata hao wakienda kabomoa. Technology. Nisikilize vizuri na kufunga labda nakimbia, lakini tufikie tu hapo. Bwana asifiwe. Ukisikia neno technology kwenye Biblia upate technology. Daniel aliongelea maarifa. Akasema zipo nyakati hizo ambapo maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Ukisikia technology, manake ni maarifa, mfumo wa ugunduzi wa vitu vipya. Okay, mimi nisikilize vizuri. Halo? Nikitokea mdudu. Sikiliza vizuri kwa mfano kimbia. Nikitokea mdudu. Ni mazoea kula labda maandazi ya kawaida. Lakini mtu mmoja akaenda labda Kenya, akajifunza utengenezaji wa andazi ambao ladha yake hapa mdudu walipo. Akitengeneza ile andazi, akija kaanza kuuza, mkasikia utamu, mtaanza kwenda kwake na baadaye biashara yake itakuwa. Kwa sababu ni ana kitu cha tofauti kipi ambacho mtakizoea. Na technology inakuja na new innovation, inakuja na akili mpya na ufahamu mpya. Bwana asifiwe. Ufahamu ukija inaleta nini tena? Na ikisha kuwa hivyo, maana inatengeneza urahisi wa mawasiliano. Sikiliza vizuri. Na mkisha kuwa na mawasiliano, shetani hayuko mbali na ukaribu wa dunia. Okay, ngoja tupige mfano mmoja. Bwana asifiwe. Wanakwaya nipungie mkono, wanakwaya. Mungu awabariki, mnafanya kazi nzuri. Mimi nimeimba kwaya nikiwa chuoni. Kwa nini wanakwaya sio wa hapa lakini wengi? Kwa nini wanakwaya? Wengi wanashangaa wanaimba kwaya vizuri, lakini kwa sababu kwaya hapa inakomana na watu waliokomana. Naongelea wale vijana. Bwana asifiwe. Wakiimba pamoja baada ya muda wanaanguka kwenye zinaa. Kwa nini? Usikafikiri mtu anaingia kwenye kwaya kutafuta wasichana, hayupo. Wewe unaenda kuimba. Lakini unapoingia kwenye kwaya baada ya muda, unashangaa watu wanaangukana huko. Kwa sababu gani? Ukaribu kimawasiliano. Mnapokuwa ukaribu kimawasiliano, shetani yuko mbali na mtu kitu mawasiliano. Mfano mmoja. Watu wanaitwa washauri, psychologist, au watumishi wa Mungu ambao wanawakanseli watu kila wakati wanakuja na kueleza mambo yake. Unapoeleza mambo kwa mchungaji au kwa psychologist, manake ndani yake umekuwa wazi kwake. Kwa hiyo baada hapo unakuwa karibu na yeye, unaweza kumweleza chochote. Ndio maana watu wengi ambao wanakaa na ushauri kama watu tuna kiasi maandiko wanaanguka kwenye dhambi ya zinaa. Kwa sababu ya nini? Bwana asifiwe. Mwambie kwa shetani hayuko mbali na mawasiliano. Hayuko mbali na teknolojia. Bwana asifiwe. Kristo asifiwe. Sasa
kiasi. Kwa sababu mawasiliano yanapokuwa karibu, lazima ujizuie. Kwa mfano, unaongea na mtu ni mwanakwaya mwenzako, lakini unaongea maongezi nayo saa moja masaa mawili. Lakini baada ya muda katika mawasiliano, mara nyingi wanakuambia ishia hapo inatosha. Bado hujanielewa. Mitandao ya kijamii, unaperuzi Facebook, unaperuzi WhatsApp. Mara nyingi Mungu anakuambia umeperuzi na kutaka yatosha, mawasiliano yanatosha. Ishia hapo. Shetani yupo mlangoni kwa mawasiliano. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu aliwaangusha wale watu? Akaangusha kwa sababu gani? Nisikilize. Mawasiliano yana shida. Hebu nipokea mkono. Mawasiliano yana shida ambacho Mungu aliwapiga wale watu. Ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, nia mbovu. Listen to me. Nia mbovu iliyokuwa kwenye mawasiliano. Lakini jambo lingine la pili, walikataa kusambaa. Wanataka wawe pamoja. Global. Wanataka wawe pamoja, waishi pamoja. Kwa Mungu aliwapiga kwa vitu viwili. Cha kwanza walikuwa na nia mbovu. Nia mbovu sangapi? Wanasema hivi, tukishatengeneza huu mji mzuri, wanasema hivi, tujitafutie jina. Maana yake nia yao au sababu yao ya kutengeneza mji haikuwa kwamba waweze kuwa na masuala ya karibu, waweze kuishi vizuri. Nia yao ilikuwa ni kutafuta jina. Kuna watu wanamtumikia Mungu kutafuta jina. Kuna watu wanakuja kanisani kutafuta jina. Kuna watu wanaenda mitandao kutafuta jina. Mungu atahukumu watu kwa sababu ya nia zao mbovu kwa kutumia mitandao. Unapotumia mitandao, nia ya kutumia mtandao wa kimawasiliano, nia yako ni nini? Au sababu ya wewe kufanya unachofanya, kuposti unachoposti, nia yako ni nini? Wale nia yao ilikuwa ni kutafuta jina, lakini wewe nia yako sio nzuri. Hebu nifikirie, mtu ni mume na mke, ni kweli. Biblia inasema walikuwa ucha wa kuona haya, maana wakiwa pamoja huko ni mume na mke sawa, lakini watu hao wameenda bichi, wameenda kuogelea, alafu katikati ya kuogelea wamepiga picha zao wakatuma mtandao. Nia yao ni nini? Usiniangalie unapiga picha huko hivi, cheki mtu yuko hivi. Nia yako ni nini kujiposti huko hivi? Wengine wanageuza huku, wanapiga picha. Nia yako ni nini? Ushindwe, nia yako ni nini? Sababu ya kufanya unachokifanya ni nini? Na nisikilize, mitandao itapoteza heshima za watu. Mitandao itasababisha watu waingie jela. Mitandao itapoteza kazi, ungepata kazi, utakosa kazi kwa sababu ya kitu kinaitwa mitandao ya kijamii. Kwa sababu nia yako ya matumizi ya mawasiliano ni nia yako ya kununua smartphone ni nini? Hapa anataka smartphone, nia yako ni nini? Bwana asifiwe. Mtu amepata, Mungu amembariki, amepata kuja kitungo chake na teka wazi kikao mitandaoni. Unataka nini? Bwana asifiwe. Mimi naambia kuna watu tutaingia mbinguni, Mungu atakwambia wewe ingia tena. Au unashangaa siku moja umeposti kitu, nia yako ilikuwa ni mbaya. Ngoja niambie kitu kimoja. Nia yako ya kuvaa mavazi unayovaa ni nini? Nasikiliza kwa sababu mimi nikiwa ndani yangu kwenye chumba changu naomba nakuaga kama nilivyozaliwa na Mungu ananibariki nikiwa peke yangu. Tunapiga maombi tukao hivyo siko wawili. Lakini mtoke hivi alafu nitembea hivyo njiani ama maombi. Lazima unaenda kuelekea. Bila sema watu walipokuwa uchi, bila sema wakatengeneza mavazi yao. Nia ya kutengeneza mavazi ya kinadamu na hivyo ni nini? Na bila sema Mungu akaona mavazi yao akakanda mnyama akawapa mavazi yao. Bwana asifiwe. Mtu anakuambia Mungu anaona moyo. Biblia inasema hivi, kuna mavazi ya kikaba. Mavazi ya kikaba ni kwamba mtu aliyeenda kutengeneza ile nguo, alitengeneza hiyo nguo kwa ajili ya makahaba. Kwa nia ya kutengeneza hiyo nguo ni kwa ajili ya makahaba. Hicho sio kuvaa unavyovaa. Hicho unavyovaa ndani yako, sababu ya kuvaa hiyo ulivyovaa ni nini? Sababu nia, Biblia inasema
uwe na nia aliyokuwa nao Kristo. Maana unapotembea uwe na nia aliyokuwa nao Kristo. Ukivaa kuwa na nia aliyokuwa na Kristo. Ukiposti jambo mtandaoni, nia yako iwe ni njema kama aliyokuwa nao Kristo. Ukiandika jambo mtandaoni, liwe ni yako ni nzuri kama aliyokuwa nao Kristo. Lakini watu wengi nia zetu zimebadilika. Mtu anatuma mitandaoni, anaposti kwa ajili ya kumsema mwenzake, kumkebei au kufanya nini. Tupo wakati wa Kristo tunafanya vitu kama hivyo mtandaoni. Alafu unakuja kanisani na kuimba na hiyo. Ushindo kweli kweli. Ni hapo ni mbaya sana. Na hii nimefikiria kwa sababu ya muda. Ningeongea kitu cha masomo ungeshangaa. Kuna watu kashangaa kabisa Mungu anatupiga kwa sababu ya kitu kinaitwa mtandao. Nisikize. Kuna watu huduma zao Mungu amezi chini mitandao. Wewe fuatilia watu ambao wako makini na mtandao. Angalia huduma zao. Na wale ambao wanajiweka sponsor kwenye mitandao. Mwingine sikilize watu kama una cha kupost siku hiyo cha maana, nyamaza kwani mpaka usipost status. Yaani mtu kila siku anataka post. Ndio hivyo ni hapo na kwa mpofu. Mambo yako mitandao. Uwe makini na nia yako. Kwa katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Makofi mengine. Kwa hiyo Mungu amemtuma kutengeneza kanisa. Unaweza kushangaa mahubiri yangu mara nyingi ni kama yanafanana. Lakini Mungu amemtuma kutengeneza kanisa. Na kati ya kitu ambacho ujichunge nani sikiliza. Chunga kitu kinaitwa mtandao. Unapenda kuposti jambo fulani, sikia moyoni. Is it right? Lina utukufu? Mungu amekisema nitoste hili. Hata mimi ndio maana wakati ninaanza posti mahubiri kidogo, baada ya muda na nyamaza, siposti. Nasikiliza kitu gani Mungu ananiambia ni posti. Ija maana kuliposti na utukufu mbele za Mungu. Umefanya hivyo posti, umeenda picha na posti. Ni kweli umeingia kuogelea sio dhambi, lakini kutoa hizo picha unaoga, una maana gani kwa watu? Sina tutaki wala uchungu. Fanya vitu kwa good motive. Sababu ya unafanya vitu iwe ni sababu njema. Ukimtumikia Mungu kwenye madhabahu, uwe na sababu nzuri ya kumtumikia Mungu. Ukiimba, uwe na sababu nzuri ya kuimba. Ukifanya jambo lolote lile, ndani yako ujue hii sababu gani nilifanya hiki. Na tukifanya hivyo, tutashinda. Kwa sababu naambia, baada ya muda fulani kwenye kizazi hiki, mimi naongeza sababu ni maneno ya nabii. Baada ya muda, utashangaa kuna watu wataharibiwa maisha yao kwa sababu ya mitandao. Listen to me. Subiria. Tuwe tu tunaongea hivyo, lakini subiria. Daniel alisema kizazi hiki kitatangatana kwa sababu ya maarifa. Maana yake teknolojia itakuja kuharibu watu sana. Lakini ndani ya teknolojia kuna dhamiri nzuri ya kutumia teknolojia. Ukinunua smartphone, mwambie Mungu smartphone nimenunua. Nataka nianze kusikia nyimbo za injili, nianze kusikia mahubiri, nianze kujifunza watu, nianze kutafuta mambo ya kibiashara, nijifunze mambo mazuri ya kiufundi. Sasa upo tu unazunguka na mitandao una hasara. Mwenende kama watu wenye hekima. Msiwe kama watu wasio na hekima. Zama hizi ni za hofu. Msiwe wajinga, bali mtende mapenzi ya Mungu. Msiwe addicted na vitu vya mitandao. Be careful na mitandao. Kuna watu wengi tunasoma, ni vijana hapo wadogo, lakini pornography imewamaliza kutumia mitandao. They're being addicted. Na wanapotea, na wengine semester washinda, na watu wamekuwa addicted for this condition. Because of social internet. Babeli ya mwisho kwa sababu Mungu aliona wama wasema watakueleza, wataharibu, watajaribu. Mungu akatengeneza usemi wao. Nyosha mkono wako. Kama una roho wa Mungu na kama unasikia mahubiri haya, nyosha mkono wako mbele chini kuombea. Baba, katika jina la Yesu, omba na kushukuru kwa ajili ya maujumbe wa neno lako. Mungu wasaidie watu hao wajichunge na kitu kinaitwa mtandao. Wao na nia nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa sababu haya ni maneno ya kinabii ambayo tunazungumza sasa wakati huu. Kuna wakati watu watakosa kazi. Kuna wakati watu watachukua vyeo. Kuna wakati wataacha kazi kwa sababu ya vitu vinaitwa mitandao. Kristo wasaidie. Wao na dhamiri nzuri, wao na nia nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii. Waposti vitu vinavyoeleweka, watafute mambo yanayoeleweka katika mitandao ya kijamii. Katika jina la Yesu, Mungu naombea, badilisha nia zao. Nia ule nao Kristo ikapate kuwa ndani yao. Kwa
jina la Yesu. Mungu wasaidie, badilisha nia zao za ndani, wakujue wewe, wakutumikia wewe, wakuone wewe, katika jina la Yesu. Shusha mikono yako mbele, furika macho yako. Kama unajua hujaokoka, umekuja ibadani hujawahi kuokoka, Yesu Bwana Mwokozi wa maisha yako, na huko unasema mtumishi hujaokoka, tamani Mungu anisamehe, nitubu dhambi zangu baada ya ibada hii. Asante kwa watu ambao wamesikia neno lako. Asante ambao umewaalika kuja kwako. Ndio kuwapa neema, wapigania kuongoza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi ya shangwe na vigelegele. Naomba tuketi. Kupata kwa msalaba ndio kuna asili ya mema. Maandiko yanasema kwa waliookolewa ni nguvu, lakini kwa wasiookolewa ni upuuzi. Katika msalaba kuna amani, katika msalaba kuna nguvu, katika msalaba kuna uwezo, katika msalaba kuna furaha ile ya kweli. Asante Yesu kwa kufia msalabani. Asante kwa kuchukua laana zetu. Asante kwa kuchukua magonjwa yetu. Asante kwa kutupa uzima katika msalaba wako. Nasi katika asubuhi ya leo tunasema asante Jehova. Asante kwa kutupigania. Umetupa afya. Kama usingekuwa msalaba wako, imani angesimama, imani angelikuwa na uzima, imani angelikuwa hai. Katika jina la Yesu, msalaba ndio asili ya mema. Msalaba ndio asili ya mema. Msalaba ndio asili ya mema. Tutatoa mizigo yetu. Kuna mizigo ya dhambi, tutaitoa kwenye msalaba. Kuna mizigo ya uchungu, tutaitoa kwenye msalaba. Kuna mizigo ya makwazo, tunaitupa kwenye msalaba. Kuna uzigo
mzigo wa uchovu unaitupa kwenye msalaba. Msalaba ndio asili ya mema. Mahitaji mayote, utaenda wapi Kristo? Utaogeukia msalaba wako, ukiutazama Kristo, unaona nguvu, unaona amani, unaona uwezo. Msalaba ndio asili ya mema. Msalaba ndio asili ya mema. Nawe sitatua mzigo hapo katika jina la Yesu. Koraba sandaramande, ripa sandaramako, ripa sekaramando. Asante Kristo Yesu. Asante tutembei katika mapenzi ya mwanadamu. Tunatembea katika mapenzi ya kwako ambayo yalikuwa pale msalabani. Utaki mtu yote apotee. Ukishainuliwa utawafuata wote waje kwako katika jina la Yesu. Ripa sandarabako. Msalaba ndiyo asili ya mema. Aliyekuja na mizigo katika msalaba wako kamtoe mzigo. Aliyekuja amelemewa katika msalaba wako ukamtoe mzigo katika jina la Yesu. Ambaye ana huzuni, ana ukiwa ndani yake Kristo, katika ibada hii kupitia msalaba wako ukampa furaha, ukampa amani, uwafariji wote waliao katika jina la Yesu. Wewe Bwana uko chini, umenipaka mafuta, umenipaka mafuta, umenipaka mafuta kuhubiria masikini habari njema na kuwakata waliovunjika moyo na kuwatangazia habari za kufunguliwa kwao, kuwafariji wote waliao, kuwafariji wote waliao, mafuta ya furaha, papaya maombolezo katika jina la Yesu. Mapepo na majini yanayofunga maisha ya watu katika ibada hii wakafunguliwa kwa jina la Yesu, wakaweka huru kwa jina la Yesu, wakafunguliwa kwa jina la Yesu, wakaweka huru kwa jina la Yesu. By mighty name of Jesus Christ, by mighty name of Jesus Christ, by mighty name of Jesus Christ, by mighty name of Jesus Christ. Anga ni wa moto, ardhi wa moto, viti vya moto. Ninaamuru moto ukapite katika anga, katika ardhi, katika vitu vinavyokaa, na masikio yao yakawa tayari kusikia ulichokusudia katika jina la Yesu. Uzima una daima, chooni kafura ini mpapo msalaba asili ya mema. Yesu tatua mizigo hapo.